Ni jamii ambazo zinahitaji kemeo sana kwenye swala hili la uzinifu. Sasa swala la uzinifu limekuwa linaonekana ni jambo ambalo kwamba ni jepesi, limerahisishwa kupindukia katika jamii zetu. Kwa jina la baba na la mjomba na la babu na la shangazi, muundo kama huu, huyu tayari ameshatoka katika tauhidi. Kwa tu Sheikh Ali kama walivyozungumza, unachotakiwa kufanya ni kujiuliza kwa nini wake zako wote wawili wamegoma kuhamia katika nyumba hiyo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. Wapenzi watazamaji wa Afrika TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni wakati mwingine tena tunapokutana katika mfululizo wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyokujia kutoka hapa Afrika TV. Kipindi chetu ni Uliza Ujibiwe, ambacho kinakujia kupitia hapa Afrika TV, na ni kipindi ambacho kinakujia siku kama leo Jumapili, lakini vile vile Jumatano na Jumamosi saa 3 hadi saa 4 kamili za usiku. Lakini kwa wakati huo huo tunafungua laini zetu kupitia nambari ambayo ipo kwenye runinga yako kwa ajili ya kuuliza maswala mbalimbali kama kawaida, lile ambalo hulielewi, hulifahamu, hulijui, hulitambui, na hata kama umesikia hili na lile unataka kupata ufafanuzi, basi ni wasaa wako huo kutumia simu yako kwa laini zetu ziko wazi. Imetokezea kwamba mke ameachwa talaka moja. Yaani kama mtu amemwacha mkewe talaka moja, lakini sasa yule mke akakaa eda mule ndani ya nyumba yake, lakini kabla ya kumwacha alimtamkia kama bana, nishakuacha talaka moja. Mwanamke ndani akawa anamhudumia kama kawaida, lakini bahati mbaya nzuri yule mume sasa baada ya kumjia matamanio yale ya shahwa akaenda akafanya naye jimaa bila kumwambia kama nishakurejea. Pale kashamrejea baada ya kumngilia, au itakuwa yeye amefanya uzinifu? Swali langu la kwanza hilo. Tumekupata. Swali langu la pili, metokezea mtu ametembea na mwanamke, ametembea naye ametembea naye nje bila ndoa. Bitika yule mtu kwamba yule mwanamke ametembea naye, yeye amempa ujauzito. Baada ya kumpa ujauzito akaozeshwa kama miezi 3 au 2. Anapokaa yule mwanamke, yule mtoto atamrithi au hamrithi? Na kama atamrithi vipi? Na kama hamrithi kivipi? Kwamba kutana tuseme kwa mfano kama dini mbili, Wakristo na Waislamu, na wao wakaja wakaomba dua yao, sisi hatujaitikia amin, tumesema amen. Vile yule akasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Bwana Yesu asifiwe, sisi tukaitikia amin. Tutakuwa sisi hatujaingia kwenye makosa? Na kipindi ni Uliza Ujibiwe kinachokuja kupitia hapa Afrika TV. Ni wakati na wasaa wako kupitia nambari ambazo zipo kwenye runinga yako uweze kutupigia ili kuweza kuuliza kile ambacho hukijua unataka kupata ufafanuzi zaidi. Kuhusiana mfano nimeondokewa na mtu wangu, yani amefariki. Sasa baada ya kufariki, muda wa mazishi tuseme kama muda wa saa 10. Sasa kuanzia asubuhi, mchana mfano nikiwawekea au nikiwapikia chakula wale wanaokuja kunifariji muda wa mchana, vipi kuwapikia ni halali au ni haramu kwa mimi aliyebaki duniani?
Swali langu, mimi nimeoa wake wawili. Allah akubariki. Na nimebahatika kujenga nyumba mbili, lakini ile nyumba moja ilikuwa na itirafu. Katika ile nyumba moja ambayo yenye itirafu, niliwaambia wake zangu kwamba tuhame kwenye nyumba hii, tuhamie kwenye nyumba nyingine. Lakini wale wanawake walinigomea katu, wakaniambia wewe nenda, kama ni mke mwingine kaoe, kama ukishindwa kaweke wapangaji. Mimi nikaamua kuhamia kwenye nyumba nyingine. Nimekaa karibuni miaka 5 kila nikiwabembeleza twende tukaishi kule, wao hawataki. Mimi nimeamua kuishi peke yangu. Je, huyo bado anakuwa ni mke wangu au tumeshaachana hapo? Yaani wewe umewakimbia wake zako, sio? Wake zangu ambao wamekataa sasa kuishi na mimi katika nyumba na ambayo nimehamia. Na kisha hapo tutarudi hapa kwa ajili ya kujibu maswala yenu insha Allah. Ulizana ujibi, wasi wako nini? Ulizana ujibi, Allahu akbar, Allahu akbar. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Wapenzi watazamaji wa Africa TV, kwa mara nyingine tena na kusalimuni, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, na kukaribisheni katika sehemu yetu ya pili ya kipindi cha Uliza Ujibiwe katika siku hii ya leo. Kutoka kule Zanzibar anaulizia kwamba iwapo kwamba mtu amempa talaka mke wake, Allah subhanahu wa ta'ala tumuombe azijalie nyoyo za wanaume kuwa ni nyoyo zenye subira na zisikimbilie kutoa talaka. Sikimbilie kutoa talaka, na zijalie vile vile nyoyo za wanawake kuwa na uvumilivu na unyenyekevu na utifu kwa waume zao, ili talaka zipungue katika jamii zetu. Sasa anasema hapo kwamba mume ametoa talaka, halafu ikatokezea kwamba ikiwa kabla hajamrejea huyu mume akawa amekutana na huyu mwanamke katika kile kinachokiitwa kwamba ni tendo la ndoa, kwamba je, tunazingatia kwamba ni kurejea au tunazingatia kwamba wamefanya uzinifu? Kwa kweli tunajibu kwa kusema kwamba kitendo kama hicho, madam hakukusudia kurejea na wala hakutamka kurejea, basi tunazingatia kwamba huo ni uzinifu, na huyu mwanamume pamoja na hawa wanawake tayari wameshaingia katika kosa la uzinifu. Ingawa kwa sababu kuna shubha, basi hawasimamishiwi adhabu, ile adhabu ambayo anapewa mzinifu mwanamume na mzinifu mwanamke, hawasimamishiwi adhabu hiyo. Lakini tendo lao hili linaonyesha kwamba ni watu ambao wasiojali, ni watu ambao kwamba hawajali mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanaonyesha ni namna gani walivyokuwa na udhaifu katika kuheshimu maelekezo na maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuweke mbali na kuwa wasusuavu na kutokuchunga mipaka. Sasa huyu mwanamume ambaye kwamba wewe umemwacha, kwa nini umemwacha mke wako wakati bado unamhitaji? Na wewe mwanamke, kwa nini huyu amekuacha mpaka amekuacha? Kwa nini unamkubalia kwamba mfanye uzinifu wakati kabla hamjaziana, wakati ni jana na juzi alikuwa ni mume wako, mnafanya kile ambacho mnachotaka kukifanya? Inaonekana kwamba nyinyi sasa, iwapo kwamba huko nyuma hamkuwa wachafu, sasa mnaelekea kwenye kuwa ni watu ambao ni wachafu. Kwa hiyo hii ni aina ya uzinifu, ni aina udhaifu uzinifu, na anapaswa kwamba wamrudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na haraka sana huyu mume amrejee mke wake, waendelee na maisha yao. Swala la pili anaulizia kwamba iwapo kwamba mwanamke ameolewa, lakini ameolewa akiwa na ujauzito, ameolewa, amefanya uzinifu na akagundua kwamba amepata ujauzito, wakaoana. Sasa wanaoana kwamba huyu mtoto je? Hapa tunajibu kwa kusema kwamba kwanza, kwa kweli jamii zetu ni jamii ambazo zinahitaji kemeo sana kwenye swala hili la uzinifu, kwa sababu swala la uzinifu limekuwa linaonekana ni jambo ambalo kwamba ni jepesi, limejepesi kupindukia katika jamii zetu. Kwa hiyo ni lazima tubadilike ili kuitoa jamii kutokana na mazingira haya ya kiuchafu. Leo hii kila wakati kunazusha mambo chungu nzima ambayo kwamba ya kuwafanya kwamba watu waingie katika uzinifu, kukosa adabu, kukosa heshima. Jana na juzi nilikuwa katika
maeneo mengine sikuwepo Dar es Salaam, lakini nafika katika maeneo ambayo yana heshima kubwa, watu wake wana iltizamu kubwa, lakini nakuta kwamba kuna shughuli ambazo kwamba naambiwa sasa hivi wanazifanya wanawake kama kwenda kwenye minada na vitu vya namna hii, vinawatoa katika heshima zao walizokuwa nazo. Sasa ni vitu hivi vya kuzingatia sana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uzinifu alipokemea ametuambia kwamba wala takrabu zina, msikurubie uzinifu. Msikurubie uzinifu kwa maana msifanye jambo lolote lile ambalo linaweza likatoa mwanya watu kuelekea kwenye uzinifu. Leo hii unakuta kwamba leo siku kama ile Jumapili imepita, baadhi ya maeneo unakuta kwamba akina baba na akina mama wapo katika jogging. Kwa nini wanawake wasifanye kama wanafanya jogging, wasifanye katika maeneo yao? Kwa nini michanganyiko hii inahimizwa na kuhamasishwa na watu katika ni kwa kweli hawa wanaofanya hivi, wanaochochea mambo haya, haiwezekani. Mwanamume ambaye kwamba ni rijal na mwanamke ambaye yupo katika ukamilifu hawezi kukaa pamoja namna kama hii, kusije kukatokea haya mawazo ya kwamba mmoja kumtamani mwenzake. Haya ni mambo ambayo kwamba sasa unapochukua kwamba vijana wa miaka 15, miaka 20, miaka 23 unawakusanya wake kwa waume mahala pamoja, wanakwenda huko, yule kavaa suruali ya mazoezi na t-shirt ya mazoezi, mwanamume kavaa na mwanamke kavaa, huku anafanya mazoezi kwa pamoja. Yote haya ni vichocheo vya kuchochea kwenye uzinifu. Kwa nini wapo kwamba si kusudio letu kwamba ni kufanya mazoezi? Kwa nini tusiwajengee mazingira ambao watabaki katika heshima zao, ambapo kwamba mwanamume na wanawake hatutowachanganya? Kwa sababu kikawaida si kawaida ambapo kwamba mwanamume rijali ambaye kwa tunamuita mwanamume rijali, halafu hawezi kukaa na mwanamke asije mawazo kama haya. Iwapo kwamba unakaa na mwanamke hakuna mawazo kama haya, maana yake wewe si rijali. Na ikiwa kwamba ni rijali, lazima haya mawazo yatakuja katika fikra na mawazo yako. Sasa ni hivi vitu vyote hivi tunapaswa kwamba tuvipige vita, tuweke utaratibu ambao tutajenga misingi ya kukwepesha hili swala la uzinifu. Sasa iwapo kwamba limetokea swala kama hilo, sasa baadaye akawa na ujauzito, tukithibiti kwamba kweli kuna ujauzito. Sasa tunakumbuka kwamba kuna baadhi ya wakati hutokea baadhi ya watu, wasi wengi, lakini ukasikia kwamba mtu fulani ana mjamzito, akapitwa na miaka hajajifungua, baadaye na kujigundulika kwamba hauko ujauzito. Sasa ni lazima hapa kwamba tunathibitisha vipi kwamba kweli hicho kilichozungumzwa ni ujauzito? Sasa ni vitu hivi vya kuzingatia sana, kuzingatia. Kwa hiyo hasa katika kipindi hicho ambapo kwamba ujauzito huo tunasema kwamba ni mdogo. Lakini tukithibitisha kwamba ujauzito huo umeingia kabla ya ndoa, basi huyo ambaye ataoa huyo mtoto atakuwa hana nasaba yake na hatorithiana na hatonasibishwa naye. Huyo atakuwa ni mtoto wa huyo mama yake, na atarithiana na mama yake, na wala hatarithiana na huyo ambaye inadhaniwa kwamba pengine alikuwa amesababisha ujauzito huo. Swala tatu anaulizia, anasema kwamba yapo kwamba kuna mikusanyiko hii ya kuomba kwa pamoja Waislamu na sio kwa Waislamu, alafu asiyekuwa Muislamu akasema kwa jina la baba, la mwana, jina la mjomba, la babu na kadhalika, muundo kama huo. Sasa je, mtu ambaye kwamba ni Muislamu atakiwa kuitikia amen au aitikia amina, au iwapo kwamba atasema kwa jina la baba na la mjomba na la babu na la shangazi, muundo kama huo, huyu tayari ameshatoka katika tauhid. Huyu sasa na Mungu zaidi ya mmoja. Muislamu hapasi kulitikia katika njia yoyote katika hilo. Hapasi kuitikia lolote, si kuitikia amin wala kuitikia amin. Hapana. Kwa sababu huyu tayari anaomba Mungu ambaye ni Mungu si mkamilifu. Ni Mungu ambaye ana ubabu na ana ubaba na ana ujomba, ana ushangazi. Huyu si Mungu. Hizi si sifa za Mungu anayestahili kuomba. Anastahiki kuomba ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahadan. Hakika misikiti ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kwa hivyo usiombe pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kitu chochote. Na siku zote tunasema kwamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni wewe tu tunakuabudu, ni wewe tu tunakuomba, na wewe tu ndio tunakutaka msaada. Tusitake msaada kwa
jina la babu wala jina la shangazi wala jina la yoyote yule. Kwa hiyo itakapoombwa katika muundo wa namna kama hiyo, Muislamu hapasi kushiriki katika kuomba uombi wa namna hiyo. Asiseme amin wala chochote ambacho kwamba atakisema, kwa sababu hapo anashirikishwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au Mungu anapewa sifa za kwamba kuna Mungu ambaye sasa ni baba au ni mjomba au ni babu au ni shangazi, ni mtoto, ni dada. Mungu wa namna kama hii hawezi kuwa Mungu. Mungu hawi katika sifa za namna kama hiyo. Adil kutoka kule Kagera anaulizia kwamba hapo kwamba mtu amefiwa na ndugu yake, hasa watu wamekuja kwa ajili ya kuzika. Je, ni halali kwake yeye kuwaandalia chakula hawa waliokuja kuzika? Tunajibu kwa kusema kwamba utaratibu ambao ni utaratibu unaokubalika katika Uislamu ni kwamba hao ambao wamekuja kuzika hawa jamaa hawa wanatakikana kwamba majirani waliotoa karibu watakaofika basi wafanye utaratibu kuwarahisishia nyinyi wafiwa siku hiyo mmeshughulishwa na kuondokewa na ndugu yenu ameondoka. Siku zote mtu anapokuwa ameondokewa na ndugu yake amekuwa ameshughulika, si sasa tena baada ya kuwa ameshughulishwa na kufiwa na msiba huo, sasa hivi sasa tunaanza kufikiria kumwandalia msiba mwingine wa kwamba sasa aende kuhangaika sasa kutafuta chakula cha kuwalisha. Usiwe na taratibu za namna kama hiyo. Taratibu ni kwamba sisi ambao tunakwenda tufikirie namna gani leo ndugu zetu hawa ambao wamepatwa na msiba tutaweza kuwarahisishia, sasa katika kipindi hichi cha siku moja au mbili ambazo kwamba ni za huzuni zaidi na majonzi ya kuondokewa, fikira na mawazo zipo katika hali kama, tutawarahisishia vipi ili waweze badala ya kukaa wao wakaanza sasa kutafuta chakula, kuanza sasa kuandaa chakula, sasa tuandalie chakula, tuwape chakula, tuandalisishie ili waweze kufanya, ili waweze kushughulika na kumsitiri ndugu yao katika hali ambazo kwamba na zile huzuni zao wakiwa katika hali ya utulivu zaidi. Sisi tunatakiwa kwamba kuandalia chakula. Ndilo ambalo linalotakikana kufanyika. Sasa inapotokea sasa kwamba yeye sasa ni nini, kitu gani ambacho anakilenga katika kuandaa chakula? Anaandaa chakula kwamba hawa waliokuja sasa waandalie chakula wale, ili ni malipo ya kwenda kuhudhuria kwao, wamenzuru huyu ndugu yao. Siku hii ya kuandaliwa chakula, hii ni siku ya mtu amefiwa, ni kuja nanyi mkazika na kuondoka, ni kuzika na kuondoka. Si watu ambao kwamba sasa wafike mahala ambapo kwamba badala ya kushughulika na hili sasa waanze kushughulika sasa, wameshughulishwa na msiba na washughulishe sasa na kuona kwamba watu watawalisha vipi, watawalisha nini. Wakati wengine unakuta kwamba baadhi ya jamii ambazo zina taratibu kama hizi, unamkuta kwamba mtu anapopata msiba anajikuta kwamba yeye ana msiba ule na anaongezwa na msiba mwingine. Wakati mwingine mpaka baada ya kumalizika msiba tayari ana madeni. La haula wala quwwata illa billah. Lakini wapo kwamba yeye mwenyewe ataamua kwamba labda kuna kitu fulani ambacho anakusudia katika hilo, labda kuandaa chakula kwa ajili ya kutasaddaq, na huyu ambaye anafanya hivyo isiyo sasa ni utaratibu, isiyo kwamba ni utaratibu watu wanafanya katika muundo wa namna kama hiyo. Kwa hiyo kinachotakikana ni sisi kumwandalia yule ambaye aliyefiliwa chakula, ili ukuwe na urahisi siku hizi ambazo atakuwa katika hali ya huzuni zaidi, na atakuwa wakati wake wa kutoka ni mdogo kujitafutia riziki na kadhalika. Na wala tusiwe sasa badala ya kwamba yeye amefiwa, sisi tuanze sasa kufanya kwamba pale palipofiwa ni kambi sasa ya kujililia, ya kupata chakula, ya kupata vinywaji na vitu vya namna kama hiyo. Sheikh Ali kutoka Kibaha anasema kwamba yapo kwamba amekaa na wake zake, lakini baada ya muda akajenga nyumba, akawataka wahamie katika hiyo nyumba, lakini wakagoma, na wake wawili hawa walipogoma sasa yeye akaamua kukaa huko na wakagoma. Sasa wana kipindi kirefu bila kuwa pamoja na wake zake. Je, hiyo inazingatiwa kwamba ni talaka? Tunajua kusema kwamba hapana, kukaa hili ni jambo la kuzingatia. Kukaa tu kwamba mtu yuko mbali na mke wake au mke yuko mbali na mume wake, hata ikiwa ni miaka 100, haizingatiwi kwamba ni talaka. Haizingatiwi kwamba ni talaka. Talaka mpaka iwe imetoka talaka kutoka kwa huyu mume atoe talaka,
au iwefa kwamba iwapo kwamba yeye hakutoa talaka, sasa mwanamke amelifikisha swala hilo kwa kadhi, na kadhi akaona mazingira ya namna hiyo kwamba huyu mwanamke awe ni mwenye kuacha, akatolewa talaka au ikavunjwa ndoa kutoka kwa kadhi. Lakini haiwi tu hivi kwa sababu wetu wako mbali basi iwe ni talaka. Haiwi talaka kwa watu kwa mke na mume kukaa mbali. Wanaweza kukaa mbali hata kwa miaka chungu mzima, lakini bado wanazingatiwa kwamba ni mke na mume. Isipokuwa tu Sheikh Ali kama walivyozungumza, unachotakiwa kufanya ni kujiuliza kwa nini wake zako wote wawili wamegoma kuhamia katika nyumba hiyo, ili uweze kupata jibu sahihi na muendeleze maisha na wake zako. Na pengine inaweza ikafika wakati ambapo kwamba wakakuambia kwamba katika hali za namna kama hii, basi Sheikh Ali ukapata ruhusa na ukapata hamasisho la kwamba uongeze mke wa tatu ili aje akae katika hiyo nyumba, na nyumba zako zote hizo ambazo wako wake zako hizo za zamani, na hiyo zote ziwe ni sehemu ya familia yako ambayo unayoihudumia. Mpaka tutakapokutana tena kwenye kipindi kingine cha Uliza Ujibiwe siku ya Jumatano panapo majaliwa yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni ndugu yako Ibrahim Ghulam na kuaga kwa kusema subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Uliza ujibi, wasi wako